Sasa ni wakati wa watu wa Mungu kujionyesha kuwa wakweli kwenye kanuni. Wakati dini ya Kristo inapodharauliwa, wakati sheria yake inapopuuzwa sana, basi bidii yetu inapaswa kuwa ya joto zaidi, na ujasiri wetu na uthabiti uwe usiokoma au kuzimia, kusimama kutetea ukweli na haki wakati watu wengi watakapotuacha, wakati ulimwengu utakapotuacha. Anasema kwamba kupigana vita vya Bwana wakati mabingwa ni wachache, champion ya field, wakati watu wanapoenda na kutuacha, wanapojiunga na safu ya upinzani. Nabii anasema wazi kwamba hili litakuwa jaribio letu. Habarini, karibuni tena wapenzi watazamaji katika mfululizo wa masomo yetu katika chaneli hii ya Bible Truth Prophecy Minister. Tunaishi wakati wa mwisho na lengo la chaneli hii ni kukuandaa kwa ajili ya ujio wa Kristo na kukuonesha matukio ambayo yanadhihirisha kwamba Yesu yuaja tena mara ya pili. Ulimwengu wetu huu unajiandaa kwa ajili ya vita ya mwisho, na watu wa Mungu lazima pia nao waandaliwe kwa ajili ya vita ya mwisho. Hilo ni lazima lieleweke, kwa sababu Roman Catholic iko tayari kwa ajili ya mashambulizi ya watu wa Mungu, lakini watu ambao unabii umezungumza kwamba hao ndio watakaouawa na hili kanisa hawako tayari. Mipango yote iko tayari, Rumi iko tayari, Umoja wa Mataifa uko tayari, Marekani iko tayari. Hivyo nasi lazima tuwe tayari, na tutakuwa na mfululizo wa masomo yanazungumza ya kwamba kumaliza kazi tayari kwa mvua ya masika. Utakuwa ni mfululizo wa masomo ambayo kwa neema ya Mungu yatatuandaa kwa ajili ya mvua ya masika, ambayo muda sio mrefu watu wa Mungu watapokea na kuingia kumaliza kazi. Hivyo usikose masomo haya, kwa neema ya Mungu yatatuandaa kwa ajili ya ujio wake Kristo. Na nabii wa Mungu anazungumza kwenye kitabu cha Pambano Kuu kurasa wa 571 ya kwamba kuhusu habari ya Roman Catholic au upapa. Anasema hivi: kwa sasa kanisa la Roma linaonesha uso wa haki ulimwenguni, ikifunika kumbukumbu yake ya kikatili wa kutisha kwa kuomba radhi. Limejivika mavazi kama ya Kristo, lakini halijabadilika. Kila kanuni ya upapa iliyokuwako katika vizazi vilivyopita bado ipo hata leo. Na binazungumza wazi kwamba kila kanuni ambayo upapa ulifanya, tunafahamu kutoka mwaka wa 538 mpaka mwaka 1798 Wakristo takriban milioni 50 waliuawa na kanisa Katoliki. Kanuni zile zile zitarudiwa tena tunapokwenda kufunga historia ya ulimwengu, na tayari maandalizi hayo yako tayari. Mifumo yote inaandaliwa kwa ajili ya watu wa Mungu ya kutokuuza na kununua, na watu wa Mungu bado wamelala. Watu wa Mungu lazima wakati huu wawe na vyanzo vyao vya uchumi wenyewe, lakini idadi kubwa ya watu wa Mungu hawatambui hatari iliyoko mbele, na tayari sisters ashazunguka, bado Tito kuzunguka, na idadi kubwa ya watu wa Mungu watakaokuta wajajiandaa hawataweza kusimama wakati wa mwisho, wakati ambapo nabii anazungumza wazi ya kwamba wakati huo utatikisa imani ya kila mmoja wetu, utatikisa mawazo ya kila mmoja wetu. Yatapimwa, je, umesimama wapi? Je, kwa Mikaeli malaika mkuu au kwa shetani Lucifer kiongozi wa pepo wachafu? Sikiza, nabii anazungumza wazi kwamba kila kanuni ya upapa iliyokuwako katika vizazi vilivyopita bado ipo hata leo. Mafundisho yake ya dini yaliyotungwa katika zama zile za giza kubwa bado yanashikiliwa mpaka sasa. Hebu wasiwepo watu wanaojidanganya wenyewe. Upapa ambao Waprotestanti wako tayari kuheshimu hivi sasa ni ule uliotawala dunia katika siku za matengenezo, wakati wa watu wa Mungu waliposimama kwa gharama ya maisha yao ili kufichua uovu wake. Ana kiburi kama kile na madai yake ya kujinyakulia mamlaka juu ya ufalme na wakuu wa nchi, na inadai kuwa na haki za Mungu. Roho yake haijapungua ukatili na ukandamizaji wake siku hizi ikilinganishwa na wakati ule alipoupondaponda uhuru wa wanadamu na kuwachinja watakatifu wake aliye juu. Pambano Kuu kurasa wa 571 paragrafu ya kwanza ya kwamba Roman Catholic bado haijapungua. Chui hawezi kubadili madoa yake.
Ufunuo sura 13 inaeleza utawala huu wa upapa ni kama chui. Chui hajabadilika. Hivyo watu wa Mungu, bado kila ambacho kilitokea zama za giza kinakwenda kutendeka tena katika siku zijazo, na watu wa Mungu lazima wawe tayari, la sivyo hawataweza kusimama. Tunapoanza masomo haya, Mungu atuongoze, na tunapoanza ni kualike rafiki yangu mpendwa kwa ajili baada fupi ya maombi, na baada ya hapo tusonge mbele tukifunua kurasa za unabii, tukifunua matukio ambayo yanaonyesha kwamba Yesu yu karibu. Karibu sana tunapoanza ibada hii ya maombi, ninakualika sana. Basi tuweze kuomba. Tunakushukuru Baba yetu wa mbinguni, rafiki yetu mpendwa Yesu Kristo. Asante kwa ajili ya zawadi ya kifo ulichokitoa msalabani mwaka wa 31. Ikiwa litazama kanisa lako ndani ya miaka 2000 ambao lingelidumu na ujio wako ukiharakishwa, tupo katika wakati huu wa kufunga historia huu ulimwengu. Na ni miaka michache tu Mungu ambao ulikuwa umeuona ya kwamba kanisa lingedumu, na sasa unakwenda kutimia. Tuko mwishoni mwa ukingo wa dhahama ya mwisho. Na Jehova, wakati huu imani zetu zitajaribiwa vikali sana, na kama hatujasimama katika mwamba wa Emmanuel hatutaweza kusimama. Mungu wa mbinguni, roho ilazi lakini mwili dhaifu. Tunatamani kuokolewa lakini bado mivuto ulimwengu ni mikubwa katika maisha yetu. Ni nani atakayeweza kutuokoa kama sio wewe Emmanuel? Unazungumza wazi ya kwamba thamani ya kifo chako msalabani ni sawa na thamani ya kazi unayoifanya patakatifu leo juu mbinguni. Na muda sio mrefu Baba utatoka na kukiri wazi ya kwamba yule mwenye uovu na adumu kuwa muovu, lakini mtakatifu na adumu kuwa mtakatifu. Tunatamani kwa upande utakao tutangaza ya kwamba tuwe watakatifu. Mungu wa mbinguni, hatuwezi pasipo haki yako Kristo. Tunatamani damu yako Kristo itilike katika damu yetu na isafishe mivuto yote ya uovu, dhambi zote ambazo zimetuzinga kwa muda mrefu, ambazo zinazuia tusijiandae kwa ujio wako, zinazuia tusipokee haki ya mzaliwa wa kwanza. Tusaidie Mungu wa mbinguni, tuwe tayari kwa ujio wako, tuweze kusalimisha maisha yetu kwako na kuwa tayari kwa ajili ya mvua ya masika. Ombi langu ni kwamba mtazamaji na msikilizaji atakaposikia masomo haya yakamvute na kumsogeza karibu na Kristo, kwa sababu Rumi haijabadilika. Mateso yanakuja tena, udanganyaji unakuja tena, ulimwengu wote utakuwa upande wa Rumi, lakini bado kutakuwepo na watu wako watakatifu. Tunatamani nasi tuwe katika kundi hilo na watakao dumu kuwa waaminifu. Asante Mungu wa mbinguni, tuna imani ya kwamba twajikabidhi kwako sasa, na hata mwisho wa wakati pia uona sisi, kwa Kristo Yesu, amen. Sante watu wa Mungu, mbarikiwe sana. Tumeona kwamba Rumi haijabadilika. Rome doesn't change. Karibu katika ukweli huwa leo, na huyu ni mwinjilisti Silas Kanuda. Gazeti la Catholic Herald. Tunafahamu ya kwamba Papa Francis alikuwa tayari ameshaweka msingi wa kila ambacho leo kinaendelea kwa Papa Leo. Kwa hiyo kifo cha Francis hakikuzuia movement ya Laudato Si, hakikuzuia movement ya Fratelli Tutti, hakikuzuia chochote kile, bali ilikuwa imeweka msingi. Na ndani ya Laudato Si tunafahamu ya kwamba kuna sheria ya Jumapili, ambapo ndipo tunaona pia executive order mbalimbali ambazo Donald Trump anazitimiza. Ni mpango wa Rumi kabisa, wakiwepo akina Jonathan Bell, wakiwepo akina Kevin Robert na jumuiya yote ya mataifa magharibi. Yote haya yanawaandaa watu kwa ajili ya taabu inayokuja. Hivyo lazima watu wa Mungu tuwe tayari, na tunafahamu ya kwamba Roma kwa sasa inajivika vazi la Kikristo ikana kwamba ikuwa ikifanya mateso, na tunafahamu Papa Francis aliwahi kuomba msamaha kwa Protestanti kwa kila ambacho kilitokea katika zama za giza. Na hata ndani ya Waadventista wa Sabato kauli zimewahi kusikika, akina Ganon Diop wakisema kwamba Rumi iliyokuwepo zamani sio Rumi ya sasa, upapa umebadilika. Huo ni mchezo wa kudanganya watu. Kwa lazima watu wa Mungu tuelewe kwamba Rumi haibadiliki. Rumi haijawahi kubadilika. Tazama gazeti hili linasema kwamba Pope Francis asked Protestant to forgive Catholic for persecution. Hii ilikuwa ni 2016 baada tu ya Papa Francis kuteuliwa kuwa papa, na alilei foundation wa kila ambacho kinakuja. Na tunamwona leo Papa Leo akizunguka kila sehemu kama mpatanishi. Papa Francis alikuwa ameshatengeneza daraja la kwamba Papa Leo
akambishe. Na mambo yako wazi ya kwamba Papa Leo is the last pope, watu wa Mungu, kwa sababu dalili zote ziko wazi na ni lazima tuwe tayari kwa ajili ya ujio wa Kristo. Kama hatakuwa mwisho, watu wa Mungu, ni rehema za Mungu, lakini kila kitu kiko wazi, kwa sababu akina Leo wote waliopita kazi yao ilikuwa ni moja tu, ilikuwa ni kuingiza watu wa Mungu katika sheria ya Jumapili. Hilo liko wazi, na hata leo anatupeleka katika sheria ya Jumapili. Kwa hiyo Papa aliwahi kuomba msamaha kwa Protestanti, lakini jiulize ya kwamba je, Waprotestanti wa kweli ni wapi? Ni Waadventista wa Sabato, waaminifu, sio wote, waaminifu. Kwa hiyo alikuwa anaomba msamaha kuwafunika watu na kuhisi kwamba Romani imebadilika, lakini kwambia kitu kimoja, Romani haijawahi kubadilika. Romani haitabadilika. Tazama muunganiko uliopo leo kati ya Marekani pamoja na upapa. Katika gazeti hapo, hiyo ni KSL.com, inasema kwamba Papa Leo invited to join Trump's board of peace, Cardinal say. Trump ameandaa board ya amani, na kati ya watu aliowaita ni Holy See, yani Vatican. Anataka Papa pia naye awe sehemu ya hii board. Lakini mpenzi mtazamaji, hii sio bodi ya amani tena, ni bodi ya machafuko, kwa sababu upapa unajionyesha kama unaoleta amani duniani, na kwa kupitia taifa la Marekani tunaelewa kwamba upapa utawaingiza watu katika changamoto ya kutokuuza na kununua mpaka wawe na alama ya mnyama. Hivyo kinachotendeka hapa sio Trump kamuita Papa Leo, ila Papa Leo amemwambia Trump andae bodi ya amani, na kwa sababu jeshi la Marekani ni jeshi la papa, kupitia Trump upapa uingize kanuni zake, na hiki ndicho ambacho kinaendelea. Na tazama alivyojibu huyu Papa Leo. Na kabla ya hapo, watu wa Mungu, kuna video ikieleza hicho kinachozungumzwa hapo, kile ambacho Trump, watu wa Mungu, amekifanya kumuita Papa Leo. Hebu sikiliza hii report kutoka Vatican. Sikiliza. In his effort to build a peace council as part of the oversight for the Gaza ceasefire plan, Donald Trump has invited world leaders from every corner of the globe. The latest report is that the President of the United States has invited more than 60 countries to participate in the council. Among them is the Holy See. This news was announced by Cardinal Parolin during a recent event. We have also received the invitation to the Peace Council for Gaza. The Pope has received it, and we are seeing what to do. We are looking into it in depth. I believe it is an issue that requires some time to be considered and to give a response. Each country would have to contribute $1 billion to secure a seat on the council, and although the Holy See has received an invitation, Parolin made it clear that the Vatican will not make financial contributions. We are not even in a position to do so. Obviously, we find ourselves in a different situation from that of other countries, so it will be a different assessment, but I believe the request will not be to participate financially. In any case, the invitation comes in the midst of growing tension between the United States and Europe. Parolin emphasized that the Holy See's primary role would be to open paths of dialogue on the controversial points. Anasema amewaalika viongozi katika kila kona nikiwepo na Holy See kwa ajili ya hii bodi ya nini? Kwa ajili ya hii bodi ya amani. Na sikiliza, baada ya kuwa invited huyu Papa Leo, na majibu haya hapa. Sikia. Papa Leo evaluating Trump's invitation to join board of peace, Vatican official says. Yani, kwa sababu wanawadanganya watu wa Mungu, na anasema kwamba kwa hiyo Papa huo mwito alioitwa na Trump wanasema anautathmini. Mchezo unaochezwa hapa ni upi? Ni mchezo unaochezwa kuwafunika watu. Ni kana kwamba hawa watu hawaelewani. Nikwambie kitu kimoja, Trump, akina Zelensky, akina Russia, babao ni mmoja. Babao ni nani? Babao ni Papa. Kwa ni kitu ambacho watu wa Mungu kinaelezwa na watu wa Mungu kinawafunika macho na wasione kinachoujia ulimwengu. Tuko mwisho wa kufunga kwa historia ya ulimwengu.
Je, watu wa Mungu, hii bodi ya peace ya Trump ni nini? Sikiliza, naomba tuone kinachozungumzwa katika hii bodi, kwa sababu watu wa Mungu hawaelewi kinachojia ulimwengu, na bado nahisi ya kwamba akina Trump akina Papa lengo lao ni kuleta amani. Watu wa Mungu, si kuleta amani, lakini ni kuingiza watu katika pambano la mwisho ambao haitakoma mpaka Yesu atakapokuja mara pili. Sikiliza, anasema kwamba rais wa Marekani Donald Trump anajitahidi kuvutia washirika wake wa magharibi kwenye bodi yake ya amani, lakini hadi sasa amepata kuungwa mkono na wafalme wa Mashariki ya Kati, mtu anayejulikana kama dikteta wa mwisho wa Ulaya, na angalau kiongozi mmoja anayesakwa kwa madai ya uhalifu wa kivita. Tayari kuna baadhi ya watu ambao tayari wameshajiunga katika board of peace ya Donald Trump. Sikia, Trump amealika nchi kadhaa kujiunga na bodi inayotaka kutatua mizozo ya kimataifa, lakini uamuzi wake umewatia wasiwasi washirika kadhaa wa Marekani, kama vile maoni ya kiongozi huyo wa Marekani kwamba inaweza kuchukua nafasi ya Umoja wa Mataifa. Umeona hiyo point kwamba hii board of peace inasema inaweza kuchukua inaweza kuchukua sehemu ya nini? Ya Umoja wa Mataifa. Unajifunza nini hapo? Kwa sababu ili kusudi sheria Jumapili iweze kutangazwa, UN haitakuwa sehemu ya kutimiza mpango huo. Ni lazima Marekani iwe superpower, ikishusha chini hizi WHO, ikishusha mashirika yote kama UN, na Marekani simame kama mpatanishi na peacemaker wa dunia, ikiwa chini ya Papa, na ndipo atakaofanikisha mambo yao. Kwa hiyo hiki ambacho kinaendelea leo, eti Trump kuanzisha bodi ya peace, ni kuwafunika watu macho wasione, na aliyeko nyuma ni nani? Na aliyeko nyuma ni Vatican. Na hiki ndicho kinachoendelea, watu wa Mungu, katika ulimwengu wa unabii. Na tunafahamu tarehe 21 kulikuwa na mkutano wa jukwaa la uchumi wa Davos, na katika jukwaa la uchumi wa Davos kuna kitu ambacho Donald Trump alikizungumza kwamba ana lengo la kuchukua nini? La kuchukua Greenland. Tunafahamu ya kwamba muda sio mfupi uliopita rais wa Venezuela alichukuliwa na Trump. Hii ni nini? Kwa sababu rais wa Venezuela alikataa baadhi ya mipango ya Vatican wakati wa Papa Francis. Kwa hiyo hakuna chochote ambacho, watu wa Mungu, kinatendeka kama bahati mbaya. Sikiliza, wakati wa Davos, hii ni taarifa inasema hivi: Donald Trump aondoa tishio la ushuru baada ya NATO kuzungumza kuhusu mkataba wa baadaye kuhusu Greenland. Yeye ndiye mwenyeuza kutoa taarifu na kuondoa taarifu. Hii ni nini? Hii ni danganya toto, na inawaandaa watu kwa ajili ya alama ya mnyama. Marekani lazima iwe superpower kabla haijaanza kutawala dunia. Lazima iwe superpower kabla ya sheria ya Jumapili. Unabii wa sura ya 13 lazima utimie katika macho yetu, kwa sababu haya yote Mungu wa mbinguni amekwisha kuyazungumza. Lazima yatimie, kwa sababu hii ni Biblia na huu ni unabii. Hakuna kitu kinachokwenda kinyume na Biblia. Kama ilivyotabiriwa wakati uliopita, ndivyo ilivyo hata sasa. Lazima mambo yote yaweze kutimia. Tazama hii video kwenye mkutano wa Davos wa Davos uliofanyika kule Switzerland. Trump amejigamba kwa dunia inategemea Amerika kwa ajili ya amani ya dunia, kwamba pasipo Amerika hakuna amani. Na Trump amejigamba. Kwa nini anajigamba? Kwa sababu unabii umezungumza. Na aliye nyuma ya Trump ni nani? Aliye nyuma ya Trump ni Papa. Kwa hiyo mambo yote haya lazima yatendeke katika wakati. Na kwa nini haya mambo yanatendeka? Kwa sababu tuko mwisho wa wakati. Ni lazima mambo yote yatendeke kama unabii ulivyokuwa umezungumza. Tazama hii video. This is all great news, and it's great for all nations. The USA is, and this is all great news, and it's great for all nations. The USA is the economic engine on the planet, and when America booms, the entire world booms. It's been the history. When it goes bad, it goes bad. You all follow us down, and you follow us up. And with the European nations, Japan, South Korea, they're our partners. They've gone into massive deals with us, especially on oil and gas.
And these agreements raise growth and cause stock markets to boom, not only in the U.S., but virtually every country that came to make a deal, because, as you've learned, when the United States goes up, you follow. It's really become a staple. I realized in that conversation that the United States is keeping the whole world afloat. Many places, I could give you 6, 7 places just in the people in this little area. I know every one of them. They're looking down. They don't want to see me, and they don't want to stare me in the eyes. But they're taking advantage of, everybody took advantage of the United States. But I've been very fair, and I gave them a tariff, and it was fine. But I realized that without us, it's not Switzerland anymore. Without us, it's not any of the countries that are represented here. And we want to work with the countries. We want to work with them. We're not looking to destroy them. I could have said 39, 40%. I could have said I want a 70% tariff, then we make money with Switzerland. But Switzerland would have been probably destroyed, financially destroyed. I don't want to do that. But we should be paying the lowest interest rate of everybody. I hope Scott's listening to this, because we should be paying the lowest interest rate of everybody. Without us, most of the countries don't even work. And then you have the protection factor. Without our military, which is the greatest in the world by far, without our military, you have threats that you wouldn't believe. You wouldn't believe. You don't have threats because of us. It's the economic engine. America moves, the entire world moves. Anasema kwamba Amerika ni injini ya nini? Ni injini ya uchumi wa dunia, na pia yeye ndiyo anayefanya peacemaker dunia. Hii ni ishara ya kwamba tuko mwisho, na ni lazima mnyama Ufunuo sura 13 anayetokea baharini ambao ni upapa, na mnyama Ufunuo sura 13 kuanzia mstari wa 11 ambao ni Marekani, lazima wawe kitu kimoja kusudi waweze kuleta sheria ya Jumapili. Na haya ndiyo tunaoyaona katika macho yetu, ya kwamba unabii unafunguka katika macho yetu na Kristo yuaja tena mara ya pili. Lakini si hicho tu. Katika mkutano huu wa Davos, kuna video nyingine inayoonesha ya kwamba mjumbe mmoja amezungumza wazi kwamba kama tunahitaji kusawazisha migogoro katika nchi za magharibi, amesema kwamba ni lazima turudi katika sabato ya Kiyahudi. Amesema hivyo, na pia ni lazima tushikilie sheria za Rumi. Na hii pia aliwahi kuzungumza Jonathan Bell. Hebu sikiliza mpendwa, uone kila ambacho kinaujia ulimwengu katika mshtuko. Kama tujiandai, tutakutwa kama wanawali watano wapumbavu, na hundo wakati wa kujaza taa zetu mafuta kabla tuyachelewa. Sikiliza video hii kisha tuendelee. Did you see and hear what happened at Davos? Watch this. Therefore, this will mean that if we wish to emerge from our dark present, we must once again draw inspiration from Greek philosophy, embrace Roman law, and return to Judeo-Christian values, thereby enabling us to save the West. In a speech at the World Economic Forum, Argentinian President Javier Milei argued that the West can only be saved by returning to Roman law and Judeo-Christian values. His remarks reflect a broader global trend in which political leaders frequently promote uniting church and state, and using the civil government to legislate and to force Christian principles on the population to solve the crises in nations. One such example is Jonathan Berry. Literally dating back to Constantine and his recognition of Christianity in the Roman Empire, that you've had a pretty consistent tradition in Western civilization of taking Sunday off from commerce. But it's rest for time with God, time worshiping God. Jonathan Berry, solicitor for the Department of Labor and co-author of Project 2025, argued that going all the way back to Constantine's recognition of Christianity in the Roman Empire, society should require a cessation from commerce on Sunday, framing it as a day set aside for rest, family, and worship. With that said, it's time to get ready, stay ready, and get others ready by implementing the 5 keys of survival. Mpendo, umesikia? Na kitabu cha Ufunuo sura 13 kinaeleza wazi ya kwamba kuna wanyama wawili, mnyama mmoja kitoka baharini ambaye ni upapa, na mnyama mwingine kitoka nchi kavu ambaye ni Marekani. Na mnyama huyu wa pili
atatumia mnyama, atatumia nguvu za mnyama wa kwanza kuwafanya watu wote wasujudu chini ya upapa. Na shetani ndiyo chifu haya mambo yote. Sikiliza kitabu cha Ufunuo sura 13 aya ya kwanza, maandiko yanasema kwamba kisha nikaona mnyama akitoka katika bahari. Danieli 7:24 inazungumza wazi mnyama ni nani? Ni ufalme. Kwa hiyo huu ni ufalme, na anasema kwamba unatoka katika nini? Katika bahari. Na bahari, Ufunuo 17:15 ni jamaa na makutano na mataifa na lugha. Kwa utawala huu ni utawala ambao umejengwa kwa watu, ni utawala ambao sapoti yao ni watu, ni utawala ambao shetani kwa nguvu zake mwenyewe ameusimika kwa watu ili kusudi watu waweze kumnyenyekea na kumtukuza. Kupitia upapa na Marekani, watu wote wanakwenda kupokea alama ya mnyama. Sikia, mwenye pembe 10 na vichwa 7, na juu ya pembe zake ana vilemba 10, na juu ya vichwa vyake majina ya makufuru. Huyu mnyama inaonekana huu utawala ni wa kidini, maana kukufuru ni kunena maneno kinyume chake aliye juu. Nasema, na yule mnyama niliyemwona alikuwa mfano wa chui. Utawala wa chui ni utawala gani? Ulikuwa ni utawala wa Uyunani. Kwa hiyo huyu mnyama na sifa za Uyunani. Na Wayunani kuna sifa gani? Sifa za Uyunani moja wapo ilikuwa ni kukonka, ni kutawala. Na kweli ulimwengu wetu huu unakwenda kuwa conquered na Rumi. Anasema hivi, na miguu yake ilikuwa kama miguu ya dubu. Dubu, utawala wa nani huu? Utawala wa Medo-Persia, Umeno-Wajemi, utawala katili kuliko tawala zote. Rumi ni katili kwa sababu iliwahi kutesa watu wa Mungu, and we are going to the era. Tunaenda wakati huo pia ambao itatesa watu. Kwa hiyo ina sifa za Uyunani, za kukonka, ina sifa za Umeno-Wajemi, za ukatili, lakini pia kutokoa kama ilivyokuwa tawala wa Umeno-Wajemi. Pia Rumi nayo watawala wake hawaoi. Sikia, na kichwa chake kama kinywa cha simba. Simba utawala gani? Utawala wa Babel. Unaweza ukagoogle katika mtandao the richest church in the world, utagundua kwamba ni Rumi. Na ndiyo, Babeli ilikuwa ni tawala tajiri, na simba ulikuwa ni alama ya wakilishi ya nini? Ya Babylon. Kwa hiyo the richest church in the world, kanisa linalomiliki nchi ni Roman Catholic. Kwa hiyo hakuna taifa linalokoloma kwa Roman Catholic. Kwa hiyo sifa ya Babeli iliyokuwa tajiri ndio sifa pia ya kanisa la Rumi chini ya upapa. Kwa hiyo hata Marekani yuko chini ya utawala gani? Chini ya utawala wa upapa. Anasema hivi, kumbe nguvu zinatoka wapi? Na yule joka kampa nguvu zake na kiti chake cha enzi na uwezo mwingi. Nikaona kimoja cha vichwa vyake kana kwamba kimetiwa jeraha la mauti, na pigo lake la moto likapona. Dunia yote ikamsajabia yule mnyama yule. Jeraha lake la mauti alipata jeraha mwaka gani? Ilikuwa ni 1798 wakati Jenerali nani? Berthier. Kwa Berthier, wakati wa Napoleon alitia jeraha kimoja cha vichwa. Na mwaka 1929 tunaona Benito Mussolini akitambua tena Vatikani kuwa nchi ndani ya nchi. Hapo ndipo ambapo jeraha la upanga lilipoanza kupona, na tunashuhudia unabii ukitimia. Nasema kwamba litakapopona jeraha hili, dunia yote itamstajabia mnyama. Tunaona dalili za ulimwengu wote kustajabia utawala wa Rumi, utawala wa Vatikani. Nasema kwamba dunia yote ikamsajabia mnyama yule, wakamsujudu yule joka kwa sababu alimpa huyo mnyama uwezo wake. Nao wakamsujudia yule mnyama wakisema, ni nani afananaye na mnyama huyu? Tena ni nani aweze kufanya vita naye? Naye akapewa kinywa cha kunena maneno makuu ya makufuru. Akapewa uwezo wa kufanya kazi yake miezi 42. Akafunua kinywa chake amtukane Mungu na kulitukana jina lake na maskani yake, nao wakao mbinguni. Tena akapewa kufanya vita na watakatifu na kuwashinda. Akapewa uwezo juu ya kila kabila na jamaa na lugha na taifa, juu ya maji mengi, ya kwamba na watu wote wakaao juu ya nchi watamsujudu kila ambaye jina lake halikuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana-kondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia. Sikia mpendwa, watu wote watamsujudu kila ambaye hajajisalimisha chini ya utawala wa Mikaeli. Kinachotakiwa ni kila mmoja wetu kujisalimisha chini ya utawala wa Mikaeli, kuwa tayari kusalenda maisha yako kwa Kristo,
Kristo anapokuambia mpendwa, acha hiki, tuwe tayari kuacha, na kama hatutoacha maana yake ni kwamba hatuwezi kutii. Kitabu cha Yohana 17:17 kinasema kwamba watakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Neno ndilo linalotakasa. Kwa hiyo wote ambao watatakaswa hatimaye na neno ndio ambao wataandikwa katika kitabu cha nani? Cha Mikeli. Na huyu Kristo ndiye mwenye uwezo wa kushindia dhambi. Tunapomwendea Kristo kwa imani, ndiye mwenye uwezo wa kutupa uwezo wa kushinda dhambi, na hivyo majina yetu yatasomeka kana kwamba hajafanya dhambi, na huko ndiko kuhesabiwa haki kwa njia ya imani. Sikia, anasema hivi na watu wote wakao juu ya nchi watamsujudu, kila ambaye jina lake alikuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana-kondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia. Mtu akiwa na sikio na asikie, mtu akichukuliwa mateka atachukuliwa, mateka, mtu akiwa kwa upanga atakuwa kwa upanga. Hapa ndipo penye subira na imani ya watakatifu. Naona utawala wa kwanza huu ambao ni utawala wa Rumi chini ya upapa tunaona, lakini kuna mtawala mwingine tena anatokea katika nini? Anatokea katika nchi kavu. Sikia mpendwa, ufunuo hiyo. Kwa watawala hawa wawili, utawala ambao umejengwa katika bahari ambao ni upapa na nchi kavu ambao ni Marekani, ndio ambao unakwenda kuingiza dunia katika tabu ambayo itakoma mpaka Kristo atakapo. Sikia mpendwa, Ufunuo 13:11. Kisha nikaona mnyama mwingine akipanda juu kutoka katika nchi. Tumeona bahari ni katika watu wengi, na utawala huu ulikuwa katika Europe. Mataifa ya Italia, ikiwepo Spain, Uswizi, England, mataifa yote hayo ndio ambapo utawala huu wa Rumi umejengwa. Na ndio kanuni nyingi za Ukatoliki ziko wapi? Western Europe. Ndipo ambapo kanuni nyingi za Ukatoliki ziko kule. Na kule tayari ameshaweka mambo sawa. Na anachokiandaa nini? Anaiandaa nchi ya Marekani. Huwezi kuniambia kwamba eti Italia na Marekani wako kinyume. Huo sio kweli. Eti Italia na Macron, namaanisha eti Trump pamoja na Macron Ufaransa wako tofauti. Huo ni uongo. Ni wanawafanya watu waone wako tofauti, watimiza ajenda zao. Kwa hiyo kila kitu kiko tayari, mapatano na nguvu za giza ziko tayari kuingiza watu wa Mungu katika tabu ambayo itakoma mpaka Yesu atakapokuja tena mara pili. Hebu sikia. Kwa hiyo utawala wa pili, ule mwaka 1776 Marekani ilipopata uhuru wake, tunafahamu ya kwamba hapo ndipo ambapo nchi ya Marekani ilianza kupanda katika nchi kavu. Na katika sehemu yao ya moto wanasema in God we trust. Marekani mara ya kwanza ilikuwa imejengwa kanuni zake chini ya Protestants. Lakini baadaye Marekani atanena kama joka kwa kukataa misingi ya Kiprotestants. Na hivi sasa tunaona hicho kinachoendelea. Na wakikili wazi ya kwamba ili kusudi nchi za Western, za magharibi, ziweze tena kurudi katika hali yake ya kawaida, ni lazima zirudi katika Rumi. Kwa hiyo kitendo cha Amerika kurudi katika Rumi ni ndicho kinachozungumza wazi ya kwamba Amerika itakataa tena kanuni zake za Kiprotestanti. Na kitendo cha kukataa kanuni za Kiprotestanti itaruhusu nguvu ya Rumi kutawala Amerika. Na kwa sababu Amerika leo inaenda kuwa superpower, ulimwengu wote utamtazama Amerika kama mpatanishi. Na ndicho ambacho leo Trump anakifanya, na hata kuunda board of peace. Ni kwa sababu hiyo iweze kufunika tena UN na WHO. Lengo ni moja, ulimwengu wote uweze kuitazama Amerika kama mpatanishi. Na huku ndiko kunena kama joka kupitia mabunge yake, na kanuni zitatungwa. Na ndio maana leo tunaona kina Jonathan Bell, point yao ni moja, ni kumpa nguvu mnyama wa kwanza, upapa uweze kutawala. Sikia kitabu cha Ufunuo kinaendelea kwamba nasema naye alikuwa na pembe mbili mfano mwana-kondoo, Uprotestanti pamoja na Republican. Yani maana yake katika sera ya Marekani dini na serikali zilikuwa hazishikamani. Kwa hiyo hizo pembe mbili ni mfano wa uvumilivu wa dini wakati serikali ikitawala.
naye atumia uwezo wote wa mnyama aliye wa kwanza ambaye ni upapa mbele yake, naye afanya dunia na wote wakao ndani yake wamsujudie mnyama wa kwanza ambaye ni upapa, ambaye jeraha lake la mauti lilipona, naye afanya ishara kubwa hata kufanya moto kushuka kutoka mbinguni uje juu ya nchi mbele ya wanadamu, ambayo ni mafundisho ya uongo yatakayoleta false revival. Tumeshuhudia pia katika nchi ya Marekani kwenye turning back ya USA, inazungumza wazi ya kwamba sasa USA lazima tena irudi kwa Mungu, na tumeshuhudia Trump akisema kwamba we are going back to religion. Anasema kwamba Amerika lazima tena iwe nchi ya Kikristo. Huku ni kunena kama joka, na huku ni kuleta false revival. Italesha miujiza ya uongo katika nchi ya Amerika, na ulimwengu wote unakwenda kumsujudu papa kwa sababu ya nchi ya Amerika. Anasema kwamba Yohana, naye afanya ishara kubwa hata kufanya moto kushuka kutoka mbinguni uje juu ya nchi mbele ya wanadamu, naye wakosesha wale wakao juu ya nchi kwa ishara zile alizopewa kuzifanya mbele ya huyo mnyama, akiwaambia wakao juu ya nchi kumfanyia sanamu yule mnyama aliyekuwa na jeraha la upanga, naye akaishi, akapewa kutia pumzi katika ile sanamu ya mnyama, hata ile sanamu ya mnyama inene, na kuwafanya hao wote wasio isujudu sanamu ya mnyama wauawe. Ndicho ambacho leo kinatendeka. Leo katika nchi ya Amerika sanamu ya mnyama inatengenezwa, umoja wa dini unatengenezwa, na tunashuhudia kwamba evangelical Protestant wakikata kanuni zao na kupokea upapa kama mpatanishi, na hiyo ndio namna kutengeneza sanamu ya mnyama. Na baada ya sanamu ya mnyama, sanamu itanena, na wote ambao watakataa kuisujudia Jumapili watatungiwa kanuni kali ambazo wengi wao watauawa, watakuwa hawana ruhusa ya kuuza wala kununua. Na hichi ndicho kinakuja tunapoona Amerika ikitengeneza peace, body of peace. Ni ishara ya kwamba we are going back to the dark ages. Tunakwenda tena katika nini? Katika zama za giza, ambapo Kristo tunafahamu ya kwamba atakuja wakati wa giza, giza totolo, wakati utawala wa Rumi ukiwa katika nini? Katika mafanikio yake. Ni lazima watu wa Mungu tuelewe kwamba tumekaribia kufika mwisho wa ulimwengu, na Yesu hataruhusu mambo haya, hataruhusu mambo haya. Anachokihitaji nini? Watu wake waweze kuandaliwa, na muda sio mrefu hataendelea kuzuia, maana pepo ndizo zinazuiwa. Akiruhusu pepo ziachiwe, ni mwisho wa wakati. Na tunaona pepo leo zinafunguliwa, tunaona machafu katika kila kona dunia. Hii ni ishara ya kwamba we are near home, tupo karibu na nyumbani. Sikia mpendwa, anasema kwamba akapewa kutia pumzi, naye wafanya wote wadogo kwa wakubwa, hakutakuwa na mdogo wala mkubwa. Kwa nini? Kwa sababu muhuri ukikosekana kwako, kama Isaya 8, kama Ezekiel 8:9, ukikosekana muhuri kwako, maana yake hakuna, there is no mess. Mapigo yatamwagika. Hata kama ulikuwa muumini, kama hujajiweka chini ya Kristo, hautaweza kuokolewa. Sikia. Na wafanya wote wadogo kwa wakubwa, na matajiri kwa maskini, na walio huru kwa watumwa, watiwe chapa katika mkono wao wa kuume au katika vipaji vya nyuso zao, tena kwamba mtu awaye yote asiweze kununua wala kuuza, isipokuwa ana chapa ile, yaani jina la mnyama yule au hesabu ya jina lake. Hapa ndipo penye hekima. Yeye aliye na akili na hesabu ya mnyama huyo, maana ni hesabu ya kibinadamu, na hesabu yake ni 666. Hakutakuwa na uwezo wa kuuza wala kufanyaje? Kununua. Sikia mpendwa, kwenye issue ya kutokuuza na kununua, huu ndio muda kujiandaa. Huu ndio muda. Kitakacholeta system ya kuuza na kununua itakuwa ni issue ya fedha. Na kama hatuna vyanzo vyetu wenyewe, hatuna vyakula vyetu wenyewe, hatuna system za maji yetu wenyewe, hataweza kusimama. Na idadi ya watu wengi watapokea alama ya mnyama. Na huu ndio wakati wa kuanza kufanya maandalizi katika mashamba na kuhamia kabisa mashambani, kwa sababu ni lazima tuanze kupata uzoefu. Issue ya kutokuuza na kununua
nabii anasema kwamba kwenye Advent Home itakuwa ni issue kubwa kama hatujajiandaa kiakili na kimwili. Uwezekano wa kuachilia mapambano utakuwa ni rahisi, na huu ndio wakati mali ambazo zimewekezwa mjini lazima zianze kuhamia kuwekezwa mashambani, na hiyo itawafanya watu wa Mungu upendo wao kwa dunia ukome, kwa sababu hazina yako ulipo na ndipo moyo wako ulipo. Kama hazina zako nyingi ziko mjini, tegemea kwamba upendo wako utakuwa wapi? Mjini. Kama hazina zako zitakuwa mashambani, upendo wako utakuwa mashambani, kwa sababu kinachoenda kukumba ulimwengu, watu wa Mungu, itakuwa ni zuio la kutokuza na kununua. Na hii Roma iko tayari, upapa uko tayari, Amerika iko tayari. Tutaona headline hapa mbele tuone kwamba kinachojia ulimwengu itakuwa ni mshtukizo kwa watu wa Mungu. Pambano Kuu, ukurasa 565, paragrafu ya 4, nabii anasema hivi: lakini kwa sasa Uroma kama mfumo hauendani na injili ya Kristo zaidi ya vile ulivyokuwa katika kipindi chochote cha nyuma katika historia yake. Roma haijabadilika. Makanisa ya Kiprotestanti yako katika giza kubwa, la sivyo wangezitambua dalili za nyakati. Waprotestanti wa Adventista Sabato leo ndio Waprotestanti, sababu wengine washasalimu amri. Kwa hiyo wa Adventista wapo katika giza kubwa, na makanisa mengine ya Jumapili yapo katika giza nini? Kubwa. La sivyo wangeweza kuzitambua dalili za nyakati. Tungeweza kutambua kinachoendelea leo Amerika, tungeweza kujua kanisa la Roma limefika mbali sana katika mipango yake na njia za utendaji wake. Linatumia kila hila kueneza ushawishi wake na kuongeza mamlaka yake katika kujiandaa kwa pambano kali na la kudhamilia, ili namba 1 nasema kwamba kurudia hali ya kutawala ulimwengu. Kwa hiyo Roman Catholic inajiandaa kwa jambo la kwanza, kurudia hali ya kutawala ulimwengu. Namba 2, kuanzisha mateso tena. Namba 3, na kubomoa yote ambayo Uprotestanti umefanya. Ndicho ambacho leo kinafanyika. Unapoona SDA wa Sabato wakikompromise ujumbe wao, wakikompromise matengenezo mbalimbali, yawe ya afya, yawe ya elimu na matengenezo mengine, hapo ni ishara ya kwamba Rumi inabomoa yale ambayo Protestant umeyafanya. Sikia, Ukatoliki unajieneza sana kila eneo. Angalia idadi ya makanisa yake makubwa na madogo yanayozidi kuongezeka katika nchi za Kiprotestanti. Angalia umaarufu wa vyuo vyake na seminari zake katika nchi ya Amerika, ambayo vinaungwa mkono na Waprotestanti, wanaunga mkono hata Waadventista. Shule ambazo sio mfumo wa Kristo zinaungwa mkono wa Protestanti, wakiwepo Waadventista. Sikia anasema hivi, angalia ukuaji wa taratibu zake za ibada katika nchi ya Uingereza, na mara kwa mara watu wengine hutoroka na kuingia katika safu za Wakatoliki. Mambo haya yangeamsha wasiwasi kwa wote wanaothamini kanuni safi za Injili. Haya mambo yote yangetuamsha. Kwa nini? Sikia, hii ni World Economic Forum, na huyu ni mwanamama anaitwa Mariana Mazzucato. Sikia, anasema hivi, World Economic Forum agenda contributor Mariana Mazzucato anasema hivi, sikia, our attempt to vaccinate the entire planet failed, kwamba jaribu lao la kutia chanjo dunia nzima ilifeli. Sikia, anasema hivi, climate change, mabadiliko ya tabia nchi, is too abstract for people to understand. But the coming water crisis is something that everyone will get on board with. Sikia anavyozungumza kwamba watu wa Mungu, ili jambo la mabadiliko ya tabia nchi ni ngumu kulielewa. Anasema kwamba kuna kinachokuja
anasema ni water crisis ambacho kitawaleta watu wote katika changamoto. Kwa hiyo kumbe COVID ilikuwa ni ajenda yao ya kuwajaribu watu, kuwaweka katika mfumo, na walishindwa. Kinakuja nini? Water crisis. Na ni Waadventista wa Sabato wangapi ambao wanategemea maji ya kununua bill, maji ambayo serikali mpaka icontribute? Ni Waadventista wa Sabato wangapi? Ni Waadventista wa Sabato wangapi ambao wako mjini wakitegemea money system kununua, exchange, kununua maji, kununua chakula? Je, watasimama? Nani atakayeweza kusimama? Ni muda huu, ndio muda pekee wa kuwa na vyanzo vyetu wenyewe, na hili halitawezekana kama vyanzo vingi viko mjini, kwa sababu hazina yako ilipo ndipo pia moyo wako ulipo, ndipo moyo wako ulipo. Kwa hiyo kila ambacho kilishindikana wakati wa COVID, watu wa Mungu, kinakwenda katika swala la kutokuuza na kununua. Wale ambao tunategemea mishahara kwa ajili ya kununua maji na chakula, we are going to be under Satan attack. Na huu ndio wakati wa ku-exercise faith, na huu ndio wakati wa kudumisha imani yetu, kuzoeza kuishi kwa vitu vyetu wenyewe, kwa sababu swala la kuuza na kununua litakuwa gumu sana. Swala jingine la kununua matibabu litakuwa ni gumu sana. Tunapoambiwa kwamba lazima Waadventista tuanze kutegemea zile kanuni 8 za afya na kujua kutibu kwa tiba rahisi, hatutaki kuelewa. Sikia hii, US exit WHO. Hii ni taarifa ya jana kwamba Marekani tayari ameshajiondoa katika WHO. Na WHO inadhamini vitu vingi sana hata katika nchi za Afrika. Matibabu wengi katika WHO. Kwa kitendo hichi ni alama ya kwamba watu wa Mungu ni lazima waanze kuelewa nini maana ya kanuni za afya. Itawawezesha watu wa Mungu kuishi pasipokuwa na magonjwa na kutegemea mifumo ya hospitali ya Babeli, kwa sababu swala ni kutokuuza na kununua. Je, hatununui huduma za hospitali? Hatununui? Je, tunawezaje kusimama wakati ambapo itatakiwa tuwe kwenye system pamoja? Ili kusudi niweze kuuza, ili kusudi niweze kununua matibabu, lazima niwe na kadi, lazima niwe nimeunganishwa kwenye kadi niweze kununua matibabu. Je, nitawezaje kununua matibabu kama sijajiunganisha na mfumo wa Vatikani? Shetani anaandaa majeshi yake na watu wengi hawataweza. Sikia, kwa nini? Idadi kubwa ya watu wa Mungu hawataweza kusimama. 608 Pambano Kuu inasema kwamba dhoruba ile itakapokaribia, kundi kubwa la wale waliokiri imani hii ya ujumbe wa malaika watatu watapaacha mahali pao na kujiunga katika safu ya upinzani. Kwa kujiunga na ulimwengu na kushiriki roho yake, watakuja kuiangalia mambo katika nuru karibu ile ile. Na jaribio hilo litakapoletwa kwao, wanasema nabii, watakuwa tayari kuchagua upande ulio rahisi, yaani unaopendwa na wengi. Watu hawako tayari kuumia. Kwa hiyo jaribu linapokaribia, sema kundi kubwa la wale ambao walikiri kuamini ujumbe wa nini? Wa malaika watatu. Ni watu gani hao? SDA, wa Adventista Sabato na makundi yao yote, iwe ni wana matengenezo, iwe ni SDA ya mfumo, iwe ni watu kadhaa, wote ambao walikiri imani ya Waadventista wa Sabato, hasa ujumbe wa malaika watatu, kadi dhoruba inavyokaribia, anasema wataacha mahali pao na kujiunga katika safu ya nini, watu wa Mungu? Safu ya upinzani. Maana yake wataenda kwa jeshi la Shetani. Hawataweza kuuza wala kununua kwa sababu ya mambo hayo
magumu, watakuwa tayari kupokea alama ya mnyama. Huu ndio wakati watu wa Mungu wa kuandaa makazi yetu, sehemu ambazo zitakuwa mbali na maadui, sehemu ambazo tutaweza kulima vyakula vyetu wenyewe, sehemu ambayo tutaweza kuwa na vyanzo vya maji yetu wenyewe, sehemu ambayo tutakuwa na uwezo wa kuwa na umeme wetu wenyewe, kabla zuio la kutokuuza na kununua halijafikia. Maana nabii anazungumza wazi ya kwamba changamoto hii itakuwa ni kubwa, na idadi kubwa ya watu wataacha na kujiunga na safu ya upinzani. It is coming, my friends. Hiyo linakuja. Testimony volume ya 5 ukurasa wa 136. .2 anasema hivi: sasa ni wakati wa watu wa Mungu kujionyesha kuwa wa kweli kwenye kanuni. Wakati dini ya Kristo inapodharauliwa, wakati sheria yake inapopuuzwa sana, basi bidii yetu inapaswa kuwa ya joto zaidi, na ujasiri wetu na uthabiti usiokoma na au kuzimia, kusimama kutetea ukweli na haki wakati watu wengi watakapotuacha, wakati ulimwengu utakapotuacha. Anasema kwamba kupigana vita vya Bwana wakati mabingwa ni wachache, champion ya few. Wakati watu wanapoenda na kutuacha, wanapojiunga na safu ya upinzani, nabii anasema wazi kwamba hili litakuwa jaribio letu. Wakati walinzi wengi wanapotuacha, kwa wakati huu tunapaswa kukusanya joto kutoka kwenye ubaridi wa wengine, ujasiri kutoka kwenye woga wao, na uaminifu kutoka kwenye usaliti wao. Taifa litakuwa upande wa kiongozi mkuu wa uasi, ulimwengu wote utakuwa upande wa uasi. Kuna njozi moja aliona Ellen White na alilia, na utaenda kuisoma kwenye testimony. Ellen White, hii njozi alilia. Sikia hii njozi nabii wa Mungu alipoiona. Ni kitabu cha ni testimony ya 5 hii. Ni testimony ya 5 hii. Utaenda kusoma kwenye sura ya 84, inasema wachungaji wetu. Sikia, naisoma. Utaipata Testimony for the Church volume ya 1 ukurasa wa 166, paragraph ya 1. Nasema hivi: katika njozi niliyopewa huko Rochester, New York, ilikuwa ni Desemba 25, 1965, nilionyeshwa kuwa kazi kubwa sana iko mbele yetu. Umuhimu na ukubwa wake hautambuliwi. Ni wachungaji wetu kwenye hiyo sura. Nilipotazama kutokujali ambako kulikuwa wazi kila mahali kwa wachungaji na washiriki, niliogopa. Nasema watu walikuwa ajali pasipo kujua kwamba tupo wakati wa mwisho wa kufunga historia ya ulimwengu. Sikia, ilionekana kuwa na kupooza katika kusudi la ukweli wa sasa. Kazi ya Mungu ilionekana imetulia tu. Wachungaji na washiriki hawajajiandaa kwa nyakati ambazo wanaishi, na karibu wote wanaodai kuamini ukweli wa sasa hawajajiandaa kuelewa kazi ya maandalizi ya wakati huu. They have no understanding of what is coming, and they don't know how to prepare for the soon return of Jesus Christ. Anasema kwamba katika hali yao ya sasa ya tamaa ya kidunia na ukosefu wao kujitolea kwa Mungu, hali yao ya kujitolea kwa binafsi haiwafanyi kufaa kabisa kupokea mvua ya masika. Na baada ya kufanya yote, kusimama dhidi ya hasira ya shetani ambaye kwa uvamizi wake atasababisha wao kufanya matundu ya imani, akifunga juu ya udanganyifu wa kupendeza. Wanafikiri wako sawa wakati wote wamekosea. Wachungaji na washiriki, rafiki, haijalishi kwamba we ni mchungaji au ni mshiriki, maandalizi haya yanakuhusu. Maandalizi ya kujiandaa kwa ujio wa Yesu hayachagui wewe ni nani. Nabii wa Mungu anasema aliumia kuona kwamba kazi iliyokuwa mbele haikuthaminiwa, wachungaji pamoja na washiriki. Na huu ulikuwa ni mwaka gani? Ulikuwa ni mwaka 1865. Leo tuko mwaka gani? Na nabii anazungumza wazi ya kwamba kukataliwa kwa somo la haki kwa imani ilikuwa ni
alpha of apostasy. Je, huko mwishoni tumeasi kiasi gani? Sikia. Hii ni Christian Service 41. Biblia inazungumza wazi ya kwamba idadi ndogo sana itakayookolewa. Few at the end will be saved. Few at the end will be redeemed. You and I, je, ni wewe au mimi? Are we going to be lost? Few of them, they are going to be redeemed. Sikia, ni usemi ulio mzito sana ninautoa kwa kanisa kwamba hakuna hata mmoja katika watu 20 ambao majina yao yameandikwa katika vitabu vya kanisa aliye tayari kuifunga historia yake ya duniani. Naye kwa kweli angekuwa hana Mungu wala matumaini duniani kama vile alivyo mwenye dhambi wa kawaida. Yani no one in 20. Watu wa Mungu, unaweza ukachukua 1% chini ya 20, utagundua kwamba ni chini ya 1% utaokolewa, kwa sababu wengi hawana maandalizi na wanapuuza maandalizi. Tunahitaji kumwomba Mungu sana wakati huu, tuwe tayari na maandalizi ni sasa. Huu ni wakati wa kuwa na chombo chako cha maji mkononi, kuwa na chombo chako cha chakula mkononi. Maana yake lazima tuanze uzoefu wa maisha ambayo baada ya zuio la kuuza na kununua tutaweza kuishi pasipo kutegemea system. Mpaka leo unanunua maji, bili. Mpaka leo bado tunanunua umeme serikali. Testimony ya kwanza, ukurasa wa 108. Sikia. Ningesema kwamba tunaishi katika wakati wa makini kabisa. Katika maono ya mwisho niliyopewa, huyu ni Ellen, katika maono ya nini? Ya mwisho aliyopewa. Sikia mpendwa, nilioneshwa ukweli wa kushangaza kwamba ni sehemu ndogo tu ya wale ambao sasa wanaukiri ukweli, watakaotakaswa nao na kuokolewa. Kinachotakasa nini? Kinachotakasa ni utii wa neno la Mungu. Kwa hiyo idadi ya watu wengi kwa kutokutii ukweli hawatatakaswa. They will never be sanctified and be ready for soon return. Wengi watapitiliza urahisi wa kazi, simplicity, kuyaona mambo katika hali ya kawaida. Wanapoambiwa kitu fulani wanaona cha kawaida, wanasema watafanana na ulimwengu. They will be looking like the world. Watakula kama ulimwengu, watavaa kama ulimwengu, wataishi kama ulimwengu. Anasema watafanana na ulimwengu, wataendekeza sanamu na kufa kiroho. Wafuasi wa Yesu wanyenyekevu wanaojikana nafsi watapita kuelekea katika ukamilifu, wakiwaacha nyuma wasiojali na wapenzi wa ulimwengu. Ndicho anachokizungumza Mungu, kwamba idadi ndogo sana. Haya ni maono ya mwisho ya Ellen White. Anasema ilikuwa ni idadi ndogo sana ya wale ambao wataokolewa hatimaye. Sikia, ni uchungu wa kusikitisha. Kwenye Pambano 10:8 anasema kwamba wakati dhoruba inavyokaribia, kundi kubwa linaacha ujumbe, linaacha imani. Lakini kwenye testimony ya 5:136 anasema kwamba wengi wetu wanatuacha. Lakini kwenye testimony ya kwanza 466 nasema karibia wote wataangamia. Lakini pia kwenye testimony ya kwanza 608 inazungumza wazi, kundi dogo tu litaokolewa. Matukio siku za mwisho 172 nasema hakuna moja kati ya 20. Maana yake ni chini ya 5% ndio watakaokolewa. Kwa nini? Kwa sababu wengi hawakuwa tayari kukiri ukweli. Wakati shuhuda zilipokuwa zinaletwa na watu wa Mungu, walikuwa wanacheka na kunyosha vidole ya kwamba hao nao wamelukwa akili, hao nao waache tule raha za dunia, wanaleta mateso kabla ya muda. Lakini kumbe ndiyo ilikuwa wake up call. Na kusihi mpendwa, huu sio wakati wa kucheza.
Huu ni wakati wa kujenga mahusiano na Kristo. Katika somo la kwanza hili ambalo linazungumza kuhusu habari ya kumaliza kazi na kuwa tayari kwa mvua masika, linapoletwa kwako, muombe Mungu na Mungu wa mbinguni atakuwa tayari kukuelekeza nini cha kufanya. Hatuna wakati mrefu tutashuhudia sheria za Jumapili zikitangazwa. Tutashuhudia kila kona ya dunia mabadiliko makubwa yanakuja katika ulimwengu, na watakaoweza kusimama ni wale ambao wamemwelewa Kristo vizuri na wameishi na Kristo vizuri. Idadi kubwa ya watu hawataweza kuandaliwa. Je, ni mimi na wewe tukaopotea? Je, ni kitu gani ambacho bado katika maisha yangu akipatana na Kristo? Je, siombi kama inavyotakiwa? Je, sijamruhusu Yesu kupeleza maisha yangu? Je, sijazaliwa mara ya pili? Uzoefu wa Wakristo wengi, uzoefu wa ubatizo wa watu wa Mungu wengi, huwa wanabatizwa wakiwa hai. Na Mungu anahitaji dhambi ziweze kukoma, tuondolewe ashki na hamu ya kufanya dhambi, na hili naliweza Kristo pekee. Tunapopokea uzoefu wa kuzaliwa mara ya pili na kumpokea Kristo kama haki yetu, Ufunuo sura 18 itangaza kwa nguvu na utukufu mwingi. Na Mungu anatafuta watu kama hao katika wakati huu. Huu ndio wakati wa kujiandaa na ujio wa Kristo. Hatuna muda. Mungu atubariki. Huu ndio mwisho wa somo, watu wa Mungu. Tusikose somo linalokuja ambalo linazungumza kuhusu habari ya kumaliza kazi tayari kwa mvua masika, sehemu ya pili. Tuombe na tuhitimishe. Karibu sana. Rafiki yetu mwema, tunakushukuru sana 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 sana. Tumegundua kwamba ni idadi ndogo sana ya Waadventista watakaookolewa. Hivyo hatupaswi kupelekwa na mkumbo wa wengi. Idadi ya kwamba ni 1 ya 20, hatupaswi kuliona kanisa likiwa kinyume na wewe nasi tukahisi hali ya amani. Ni lazima Kristo tuwe tayari kwa ujio wako. Tunamhitaji Roho wako Mtakatifu atuongoze kufanya matengenezo na kuanza kuhama sehemu ambazo tazuia sisi kuona vyakula vyetu wenyewe, maji yetu wenyewe, umeme wetu wenyewe. Huu ndo wakati wa maandalizi, kwa sababu suala la kuuza na kununua litakuwa kubwa sana. Na tunaona mipango ya Amerika, tunaona Marekani akijiondoa UN, tunamwona Marekani akitengeneza Board of Peace ambayo inakwenda kureplace UN. Tunamwona Marekani akijiondoa WHO. Hii dalili ya kwamba tuko mwisho wa kufunga historia ya ulimwengu. Na Mungu wa mbinguni, tutaweza kusimama tu kama tutakuwa wanafunzi wako kweli kweli. Katika masaa haya tunanyenyekea kwako, tukiomba utupeleleze, tukiomba utuongoze, tusaidie kwa tayari kusalimisha yote kwako. Na tunaomba tuweze kuzaliwa mara ya pili, tupate uzoefu wa kuwa wana wako na si watumwa wa dhambi. Tupokee badiliko la kweli na maisha, maana Mungu wa mbinguni, uwezo wa injili ni kubadilisha maisha, na kama tuna injili ambayo haibadilishi maisha, bado hatutafaa kwa ujio wako. Mvua masika hii karibu kumwagwa, na hatutaweza kumwagia mvua masika kama bado tuna doa sana. Tusaidie kujichunguza na tusaidie Yehova kuweza kusalimisha maisha yetu kwako. Asante, umesikia maombi haya. Mbariki mtazamaji na msikilizaji. Neema yako yatosha kwa Kristo Yesu. Amen. Mtakatifu wa Mungu, Mungu awabariki sana. Tutaonana panapo majaliwa. Kumbuka, mapambano bado. Maranatha. I have set my mind on holiness, on holiness. I have set my mind on graciousness, on Jesus' graciousness.